Mani kwanza muktasari. Rais Zelensky wa Ukraine asema yuko tayari kwa usitishaji vita na sasa mpira uko mikononi mwa Urusi. Ushuru uliotangazwa na Trump kwa bidhaa za chuma na alumini wayatikisa masoko ya hisa. Na Umoja wa Mataifa wazindua kampeni ya kuendesha operesheni zake kwa ufanisi kutokana na uhaba wa fedha. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa Kiev imeonyesha iko tayari kukubali usitishaji vita na sasa Urusi lazima nayo ijibu. Zelensky amesema hayo siku moja baada ya maafisa wa Marekani na Ukraine kukubaliana kuwasilisha kwa Moscow pendekezo la usitishaji vita kwa siku 30. Akizungumza na waandishi wa habari, rais huyo wa Ukraine amesema anatarajia hatua kali kutoka kwa Marekani ikiwa Urusi itakataa pendekezo hilo. Leo kila kitu kinategemea ikiwa Urusi inataka kusitishwa kwa mapigano au inataka kuendelea kuua watu. Sasa ni Urusi kuamua 100%, kwa sababu Marekani imeonyesha hatua zake na msimamo wake. Ukraine imeonyesha, imejibu bila tafsiri yoyote tofauti, msimamo wake moja kwa moja. Ikulu ya Kremlin mjini Moscow imesema haitatoa maoni yoyote kuhusu pendekezo hilo la kusitishwa mapigano kwa muda mpaka itakapofahamu maelezo yote. Msemaji wa ikulu Dmitry Peskov amesema lazima kwanza kuwepo na ufafanuzi zaidi kabla ya kufanya uamuzi. Umoja wa Mataifa umezindua mpango wa kuendesha shughuli zake kwa ufanisi zaidi wakati ukipambana na matatizo ya kifedha iliyochangiwa na sera za kizalendo za Rais wa Marekani Donald Trump. Katibu mkuu Antonio Guterres amesema rasilimali zimekuwa zikipungua kwa muda mrefu katika nyanja zote. Amesema kuwa katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, Umoja wa Mataifa umekabiliwa na mgogoro wa kifedha kwa sababu sio mataifa yote wanachama yanayotoa mchango wao kikamilifu na mengi pia hayalipi kwa wakati. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema hizi ni nyakati za kutokuwa na uhakika na kutotabirika. Ameongeza kuwa bajeti za umoja huo ni muhimu, lakini Umoja wa Mataifa ni swala la kufa na kupona kwa mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Guterres amesema hayo wakati akizindua mpango huo uliokwenda pamoja na maadhimisho ya miaka 80 ya umoja huo. Sidi, Pakistan. Vyanzo vya usalama vya Pakistan vimesema leo kuwa jeshi limewaokoa abiria 190 wa treni waliochukuliwa mateka na watu waliokuwa na silaha. Hiyo ni baada ya shambulizi hilo baya lililotokea kwenye eneo la milimani la kusini magharibi mwa Pakistan na kuingia katika siku yake ya pili. Zaidi ya abiria 400 walikuwa kwenye treni hiyo wakati kundi la wapiganaji wanaotaka kujitenga lilipoikamata katika eneo la mpakani la mkoa wa Balochistan hapo jana. Idadi isiyojulikana ya mateka bado wanashikiliwa na wanamgambo hao. Chanzo cha usalama kimesema mpaka sasa magaidi 30 wameuawa. Wamesema operesheni ya kuwaokoa mateka inafanywa kwa tahadhari kubwa kwa sababu ya uwepo wa wanawake na watoto karibu na walipuaji wa kujitoa muhanga. Wanamgambo hao wamesema wamewaua mateka 50. Kundi la Baloch Liberation Army BLA limedai kuhusika na shambulizi hilo kwa kutoa video ya mlipuko kwenye njia ya reli na kisha kaonyesha makumi ya wanamgambo wakitoka mafichoni milimani na kuvamia mabehewa ya treni. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza rasmi ushuru wa 25% kwenye bidhaa zote za chuma na alumini zinazoingizwa nchini humo. Ameahidi kuwa kodi hizo zitasaidia kutengeneza nafasi za ajira kwenye viwanda vya Marekani katika wakati ambao vitisho vyake vya ushuru vinaathiri masoko ya hisa na kuongeza hofu ya mdororo wa kiuchumi. Rais huyo Republican alitangaza pia ushuru tofauti kwa Canada, Mexico na China, na ana mipango ya pia kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazotoka Umoja wa Ulaya, Brazil na Korea Kusini kuanzia Aprili 2. Umoja wa Ulaya umetangaza leo hatua ya kulipiza kisasi ya biashara kwa kuweka mfululizo wa ushuru kwenye bidhaa za viwandani na kilimo za Marekani. Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwa sababu Marekani imetangaza ushuru wa thamani ya dola bilioni 28, Umoja wa Ulaya nao unajibu kwa kuweka ushuru wa kulipiza wa dola bilioni 28. Manila.
Mawakili wa aliyekuwa rais wa Filipino Rodrigo Duterte ambaye anaelekea The Hague katika mahakama ya kimataifa ya ICC wamewasilisha ombi leo wakitaka arejeshwe Manila. Duterte mwenye umri wa miaka 79 anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu kufuatia ukandamizaji ambao mashirika ya haki za binadamu yanakadiria uliwaua makumi ya maelfu na hasa watu maskini, mara nyingi bila ushahidi kuwa walihusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana Bruce Samani kwa uchambuzi huo ama habari za kina. Asante sana, na asante sana mtazamaji na msikilizaji wa DW Kiswahili. Na miongoni mwa mengi tuliokuandalia katika safu ya uchambuzi, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba usitishaji wowote wa mapigano nchini Ukraine lazima uwe makubaliano ya kudumu. Vile vile mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 imesemekana kwamba mazungumzo yatafanyika hivi karibuni. Vile vile tutaangazia ni namna gani kukamatwa kwa rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte kulitarajiwa ama ilikuwa ni mshangao. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, salia nasi. Tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Vile vile katika ukurasa wa Facebook, Instagram, tuandikie maoni yako kuhusiana na ripoti unazozisikia. Moja kwa moja basi tuanzie na mzozo wa Ukraine na Urusi. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kuwa usitishaji wowote wa mapigano nchini Ukraine lazima uwe sehemu ya mchakato utakaoleta kile alichokiita makubaliano ya kudumu baada ya Kiev kuunga mkono pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30. Zaidi na Selina Mdemo. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema wazo la kusitisha mapigano kwa siku 30 ni hatua muhimu na sahihi kuelekea kupatikana kwa amani ya haki nchini Ukraine, na kwamba sasa kilichobaki ni uamuzi wa Putin. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin akiwa pamoja na mkuu wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, Scholz amesema uhuru wa Ukraine ni lazima udumishwe na kwamba Ukraine inahitaji kuwa na jeshi lenye nguvu kama hakikisho muhimu zaidi la usalama wa nchi hiyo. Scholz ameihimiza Urusi kutoa jibu la juu ya pendekezo hilo kama ilivyofanya pia Washington na Kiev. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kuwa Urusi inasubiri taarifa rasmi kutoka Washington kabla ya Urusi kutoa maoni yake kuhusu iwapo itakubali au kukataa pendekezo la kusitisha mapigano. Peskov pia hakuondoa uwezekano wa kufanyika mazungumzo kwa njia ya simu kati ya marais Vladimir Putin na Donald Trump, akisema mazungumzo hayo yanaweza kupangwa haraka ikiwa hilo litahitajika. Tunajadili kwa makini taarifa zilizotolewa kufuatia mkutano huo, na tunapitia pia maandishi ya taarifa ya pamoja iliyopitishwa huko Jeddah. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba anatarajia hatua kali kuchukuliwa na Marekani dhidi ya Urusi iwapo Moscow itakataa pendekezo la Washington la kusitisha mapigano kwa siku 30. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema, na hapa namnukuu, "Ninaelewa kwamba tunategemea hatua madhubuti. Sijafahamu kuhusu maelezo yote, lakini tunazungumzia kuhusu vikwazo dhidi ya Urusi na kuimarisha Ukraine." Mwisho kumnukuu. Ameongeza kuwa Ukraine haina imani na Urusi licha ya kuliunga mkono pendekezo la kusitisha mapigano. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kiev, Zelensky amesisitiza kuwa hakuna hata mmoja nchini humo anayeiamini Urusi. Wakati huo huo, chanzo kimoja cha ngazi ya juu nchini Urusi kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba Moscow itahitaji muda kujadili masharti ya kusitisha mapigano na kupanga aina fulani ya dhamana kabla ya kufanya maamuzi ya mwisho. Chanzo hicho kilichozungumza kwa sharti la kutokutajwa jina kimesema ni vigumu kwa Putin kukubaliana na pendekezo la kusitisha vita kwa jinsi ilivyo sasa. Ameongeza kuwa kiongozi huyo wa Urusi ana msimamo imara kwa sababu wanajeshi wake wanaendelea kusonga mbele nchini Ukraine. Urusi inadhibiti karibu 20%
ndani ya ardhi ya Ukraine takriban kilomita za mraba 113,000 na imekuwa ikisonga mbele katika miezi hivi karibuni. Ukraine kwa upande wake ilitoa sehemu ndogo ya magharibi mwa Urusi mnamo mwezi Agosti, lakini udhibiti wake katika eneo hilo unadhoofika kulingana na ramani ya wazi ya vita na makadirio ya Urusi. Asante sana Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 ambalo limeteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo yatafanyika hivi karibuni mjini Luanda, Angola. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Rais wa Angola. Awali mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na M23 yalikwama kutokana na hatua ya Rais Felix Tshisekedi kukataa mara kwa mara kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo na M23 ambayo inaungwa mkono na Rwanda. Je, mazungumzo haya ya Luanda yatakuwa na ufanisi kiasi gani katika kutafutia suluhu mgogoro mashariki mwa Kongo? Mwenzangu Babu Abdallah amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Alimari. Masuala kwanza kwa kweli ni ya kusitisha mapigano, sababu hali ambayo inaendelea imezua hali ya kibinadamu ambayo ulimwengu mzima sasa unahitaji la kufanya nchini Kongo, na ni uamuzi uliokuwa bora zaidi Bwana Tshisekedi amefanya kurudi katika uamuzi wake wa awali kuweza kuzungumza na kikundi cha M23 ili waweze kutatua tatizo hilo la vita. Lakini Alimali, ni kitu gani safari hii kilichosababisha mazungumzo mapya kati ya Kongo na M23? Maana tunakumbuka serikali ya Kinshasa ilionekana kushikilia msimamo wake wa kutoka meza moja na waasi hao wa M23. Kipi kipya? Kwa kweli kipya kinaonekana, wala hongoji kuambiwa. Hali ambayo inazidi kuonekana ni kuzidi kudorora kwa jeshi la Kongo na serikali ya Kongo kuzidi kukosa mbinu na maamuzi ambayo yanaweza yakawahakikishia usalama wananchi, na huku kikundi cha M23 kikizidi kujinyakulia na kuteka miji, na hii inaweza kutia uoga serikali au hofu kwamba haya yanayoendelea na tunashindwa kuyazuia, basi yanaweza kuwa na malengo ya kuja hata kupindua serikali, kufika hata Kinshasa, mji mkuu. Na kwa muktadha wa mazungumzo haya ya Luanda, unadhani Kongo na M23 watakuwa na maslahi gani kila upande? Maslahi yataleta shida, kwa sababu hapo mwanzoni Bwana Tshisekedi alidai kwamba M23 ni chupa iliyokuwa tupu, halina kitu, akiamanisha kwamba ni chombo ambacho kiko kwa panyo mwa nchi ya Rwanda na kinategemea Rwanda. Kwa hiyo hili linaweza likadhihirika humo, M23 ikawa kabisa inatoa mapendekezo ya awali ambayo Rwanda ilikuwa inayaomba, ya wao kuweza kubaki katika ardhi walizoziteka na wakazisimamia kiusalama. Kwa hiyo hili linaweza likaleta shida, kwa sababu maslahi makubwa ya M23 wao wanadai kwamba wanakuja kuwalinda watu wao wakitusi. Alimali, turudi nyuma kidogo. Makubaliano ya awali kati ya Kongo na M23 yalionekana kutokuwa na ufanisi. Kitu gani kitakuwa tofauti safari hii? Hofu imekuwa kubwa kwa sababu Bwana Kagame aligundua hichi kitu na akatamka kabla ya kuzidisha mashambulizi na kukamata mji wa Goma. Alizungumza kwamba haya mazungumzo ya Luanda ya mazingira yake hayakuandaliwa vizuri kiasi kwamba hayaheshimiki. Kauli hii alitamka, na baada ya wiki 2 wiki 3 tukawa tumeona sasa hali imebadilika na nguvu za M23 zimezidi na maamuzi ya kuteka miji tofauti na yale mazungumzo ya mwanzo. Hivi sasa kwa kweli ni mazungumzo kati ya kikundi ambacho kinajinasibu kuwa ni kikongomani na serikali ambayo ni ya Kongo. Kwa hiyo ni mazungumzo ya ndani kwa ndani ya Kongomani wenyewe, kitu ambacho ni kipya tofauti na picha ambayo ilikuwa inaonekana kwamba ni mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Rwanda. Unahisi yatazaa matunda safari hii? Yatazaa matunda kwa sababu hali hii tayari imeisha hata kuleta shinikizo ndani ya serikali ya Kongo na vyama vya kisiasa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ali Mali, kama alivyozungumza na mwenzangu Babu Abdallah kuhusiana na mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23.